I greet you all in the name of Jesus. Kwa jina la Kristo. I hope this is not my last time to be invited to come to this church. Ninatumaini kwamba haitakuwa mara yangu ya mwisho kualikwa katika hii kanisa. You know, as I sat there, I was thinking about my wife. Sasa nilikuwa pale, nilianza fikiria na mkumbuka mke wangu. My wife loves praise and worship. Mke wangu anapenda sana sifa na mabudu. If it was my wife, she would have even come here to dance. Nakwambia kama angekuwa bibi yangu ndio mwenyewe kwa pale wangezunguruka sa kanisa mzima kwa anacheza. So I'll pray that next time when I come, sasa nitaomba wakati nitakia tena jua mara ya pili, I don't just come alone. Sitakia mimi peke, but come with my wife. Nitakia na bibi yangu. I want to thank God for the praise and worship group. Ninashukuru Mungu juu ya group de louange et You d'adoration. are a very powerful group. Muko na kundi ya nguvu sana. May God bless you. Mungu awabariki sana. May God continue to anoint you. Mungu aendelee kuwapaka upako. Hallelujah. Hallelujah. Just to do some sort of a revision. Na tufanye tu ka revision kadogo kwa yale tulisoma. For those who have not maybe been here, labda kubale wenye abakukua hapa, we started with what is the business of the church. Tulianza kusoma tukijifunza biashara ya kanisa ni nini. And I'm sure by this time we know the business of the church. Na ninayo hakika kwamba tayari wamoja wetu tunajua biashara kanisa ni gani. And also we looked at God's vision and heart for the lost. Na tukaangalia maono ya Mungu na roho kwa ajili ya wale waliopotea. And this morning, na hii asubuhi, we looked at how can we build a missional church. Tukasema ni namna gani tunaweza kujua kanisa la wamisionari. Without taking much of your time, sitawakamatia muda mingi. I want us to look into the Bible. Ningependa tusome katika maandiko. John chapter 2. Jean ya pili. Yohana sura ya pili. John chapter 2. Yohana sura ya pili. And we'll start reading from verse 13 to 20. Tutaanza ku 18 verset mpaka 12. If you are there, I'm going to begin reading. Kama uko tayari nitaenda kusoma mara moja. When it was almost time for a Jewish Passover, na wakati ilikuwa ni muda wa Passover. No, 13, verse 13. Chapter 2, verse 13. 13, s'il vous plaît. Okay. When it was almost time for the Jewish Passover, wakati wa Pasaka ilipokaribia, Jesus went up to Jerusalem. Yesu akapanda mpaka Yerusalemu. In the temple courts, akakutana na wale katika hekalu. He found people selling cattle, wakakutana watu wakiuzisha mangombe, sheep, kondolo, and doves, na njiwa, and others sitting at the tables exchanging money. Na baechangeur wakiwa wanabadilisha hela wakikala chini kwenye meza. So he made a whip, akachukua fimbo, out of cords, fimbo ya kamba, and drove all the temple courts, akawafukuza wote katika hekalu, both sheep and cattle. Mara wale wote kwa pamoja, kondolo na zile ngombe. He scattered the coins of the money, akatupa zile mabingorongoro vya franga, and overturned their tables. Na akaramverse meza zabo. To those who sold doves, na kwa wale walikuwa wanauzisha mapigeon, he said, get this out of here. Akasema mutoshe hivi hapa. Stop turning my father's house, msifanye nyumba ya baba yangu into a market. Ifanane kuwa soko. His disciples, na wanafunzi wake, remembered that it is written, wakakumbuka kwamba imeandikwa, zeal for your house will consume me.
bidii ya nyumba yako ndio itawakula, itawameza, itawadevore. Let's just pray together. Wacha tuombe. Father God, we want to thank you. Baba Mungu, tunataka kukushukuru. We want to bless you, want to honor you. Tunataka ukubariki, tunataka kukuheshimu. Father, we invite you to take full preeminence in this place. Bwana, tunakualika uwe pamoja nasi katika hii Knowing mahali. that without you we can do nothing. Kujua kama bila wewe hatuwezi chochote. So be with us and help us, my God and my Father. Tafadhali kuwa nasi Baba yetu na Mungu wetu. I pray even for my voice that, Father, you give me the grace Ninaomba Bwana hata kwa sauti yangu nipatie neema. to deliver your word Ili nitoe neno lako the way you want it to be delivered. jinsi upendavyo. In the mighty name of Kwa Jesus. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. This evening, Magharibi ya leo I want to share with you ningetaka nipartage pamoja na wewe the message that I have entitled ujumbe ambao niliupatia titre Passion for the Lost, Passion juu ya wale wanaopotea, or Passion for the Lost Souls. ama tuseme passion kwa zile nafsi ambazo zimepotea. You know, one of the things that we are lacking as a church and individuals is passion. Kitu kimoja kinatumkosa ama kinatumangesa vile kanisa ama sa vile wa Kristo Is passion. hatuna passion. When you look at people from other religions, Ukianza kuangalia watu wa madini zingine, you see that they are passionate about things that do not give life. unajua wale watu wa madini nyingine wako na passion ya vitu vyenye vipanya hata maisha. But for us who knows that we have eternal life, we don't become passion. Kwa sisi wenye tunayua tuko na maisha ya milele, hatuko na passion ya kufanya kazi. But I want us to look at the passion that Jesus had Lakini nataka tuangalie namna gani ama aina gani ya passion yenye Mungu alikuwa nayo for the lost souls. juu ya zile nafsi ambazo And zilipotea. also I want to show you Na pia nataka nikuonyeshe that the people that did great things for God kwamba wale watu wenye walifanya vitu vikubwa juu ya Mungu were people that had the passion. ni watu wenye walikuwa na motivation, walikuwa na passion ya kabambi. The scripture that we have read, Maandiko ambayo tumesoma it is the scripture that is talking about Jesus. ni maandiko yenye yanaongea juu ya Yesu Kristo. Jesus, when he came, Wakati Yesu alikuja, as we have been talking about or as we have been taught, na wakati kama tulikuwa tunaongea chote kipindi na jinsi tulivyofundishwa, is that he was so passionate alikuwa na passion kabambi about the lost people. juu ya wale wanaopotea. That's why he left the glory. Ndio maana aliacha utukufu, That's why he left heaven ndio maana aliacha mbingu to come here on earth akaja hapa duniani to die for you and me, kukufa juu yako wewe na mimi, because he had that passion. kwa sababu alikuwa na ile passion. Now the scripture that we read, Sasa maandiko ambayo tumesoma, you know, we see Jesus becoming so angry. na tunamwona Yesu ambaye alishikwa na hasira. You know, when he went into the temple, Alienda katika hekalu, you know, when he arrived in the temple, wakati alifika pale kwenye hekalu, he saw people, instead of being passionate about the lost souls, aliona watu wenye hawana passion juu ya nafsi they zilizopotea, were concerned about money. kuliko kuwa na passion watu waliopotea wenyewe wanatafuta They were franga. exchanging things and selling Walikuwa tu things. wanabadilishana vitu na franga mwekalu. And when he looked at what was happening in the church, Na saa aliangalia mkanisa vitu vya vile vinafanyika according to the Bible, sawasawa na maandiko Biblia. you know, he went and he picked a whip. Acha nikwambie, alitembea akazunguruka akatafuta fimbo. And imagine, Jesus is the Son of God. Kumbuka kwamba Yesu ni mwana wa Mungu And Jesus is God. na Yesu ni Mungu. But when he looked at what was happening in the Lakini saa church, aliangalia venye viko vinafanyika because muhekalu, of the passion kwa that he sababu ya had, passion alikuwa nayo, he had to go to an extent alienda mpaka ku extreme of getting a whip. kuchukua fimbo And he started, you know, na driving kuanza and whipping kuchapa people. watu mule muhekalu. Hallelujah. Haleluya.
Sometimes when I think at what is happening in the church Wakati mmoja nikianza fikiria vitu vinafanyika kama makanisa and among believers, na watu wale waaminio, I think we need Jesus nafikiri tunahitaji Yesu who will come with a whip atakuja na fimbo and start to whip people, na tuchape ipasavyo, because we have turned the church kwa sababu tumechukua kanisa, a place of making money, tumeweka kanisa kuwa nafasi ya a kutengeneza place pesa, of entertainment, inakuwa ni nafasi ya and kufurahisha people watu, are not being transformed. na watu hawabadilishwi tena, wako transforme. Coming back to the scripture, Turudilie maandiko, you know what was happening? chenye kilikuwa kinafanyika For you to worship God, ili wewe muabudu Mungu, especially for foreigners zaidi wa wageni who were coming to Jerusalem, ambao walikuwa wanaenda kutembelea Yerusalemu, for them to be accepted to worship ili God, waitikiwe kumwabudu Mungu Yerusalemu, they had to offer animals. lazima waufrire manyama. Now imagine if people are coming from very far places, Kumbuka watu wanatoka mapeiza mbali, like coming from Zambia. kama vile mtu anatoka You Zambia, need to fly. unapanda If you ndege. are to come from Kinshasa, Kama unatoka Kinshasa, you need to fly. unapaswa upande ndege. So it was very difficult Kwa hiyo ilikuwa vigumu to come with animals ukuye unatembea na manyama to mundege worship, ili uabudu Mungu. because that time true worship Kwa sababu kile kipindi was kuabudu through sacrifices. ilikuwa ni kutoa zabihu. So people became vulnerable. Sasa watu wakafanyika kuwa ambao sio So when they come, they were coming with money. na sawa walikuwa wanakia na franga, And when they arrive at the temple, na sawa wakifika kwenye hekalu, then they will buy the animal. sasa wanaenda uzia manyama mule muhekalu. Now the people that were working in the temple Sasa watu walikuwa wanatumika muhekalu and the people that were around the temple, na watu walikuwa karibu ya hekalu, they took advantage balikamata ile avantage of these people, juu ya hawa wageni, where they made the price of those animals to be very expensive. wanachukua manyama zao kisha wanazuzisha na pria kabambi sana. So very few people had access to see or to be in the presence of God. Sasa watu wengi walikuwa wanahitaji kuwa mu presence de Dieu. So when Jesus looked at that, Sasa wakati Yesu aliona vile vinafanyika, he was annoyed. alikuwa na upako, He was angry alikuwa na hasira, because they made it very difficult kwa sababu waliweka njia kuwa ngumu, for the lost, to come walifanyia wale waliopotea and wasifikie worship Mungu, him. wasimwabudu Mungu That's ipasavyo. why when you read in other scriptures, Ndio maana ukisoma maandiko mengine it says, you have turned my father's house. anasema kwamba mumechafua nyumba ya baba yangu, Instead of being a house of prayer, kuliko kuwa nyumba ya maombi, you have turned it into a den of robbers. mumeichafua kuwa nyumba ya wanyang'anyi. Brothers and sisters, Ndugu na kaka, this na is dada, not different from what we are doing today. leo hakuna tofauti na vile vilifanyika wakati ile Israeli. Some pastors, Wachungaji wa moja, some Christians, Wakristo wa moja, they've turned the house of God wamechafua nyumba ya Mungu, to be a place of making money, wameifanya kuwa nafasi ya kutengeneza pesa, expense of innocent people. na inakuwa wanatesa mpaka wale wainosa wenye wanakuja And kwa when Yesu. Jesus looked at that, Na wakati Yesu anaangalia his passion yake, he ile zele yenye uko nayo, had to push him ilimsukuma to a point where he had to get a whip, mpaka alichukua akajisukuma akakamata and he fimbo started to drive these na people. kuanza kuchapa na kufukuza wa watu. So I'm talking about the passion for the lost souls. Niko naongelea juu ya passion ya nafsi ambazo zimepotea. For us to see people coming to the saving knowledge of Jesus Kwa Christ, watu, kwa sisi juu tuone watu wanaingia mkonesansi we ya kujua need to Yesu, be passionate. lazima tukuwe na passion. The pastor was saying, the vision that God has given him Pastor alisaonyesha mission yenye Mungu alimpatia is to have about 3,000 people. ni kuwa na maono ya 3000 personnes And mkanisa. currently you are about 800 people. Na sasa hivi muko deja au-delà ya 800 personnes. It will only take passionate people
Ni passion ya kabambi sana. who are going to go out in the communities Itachukua wale batu wataenda nje tu walete nafsi and zingine. share the good news Na kugawanya nao habari njema. and bring those people Na kuleta wale watu to the saving knowledge of Jesus ili Christ. wamjue Yesu Kristo Without ipasavyo. the zeal, Kuliko bila kuwa na without zeli, the passion, bila kuwa na passion, you are not going to reach 3,000. hatuwezi fikia watu waliopotea. So Jesus had the passion. Kwa hiyo Yesu alikuwa na passion. But you know, passion goes with compassion. Unajua passion inaendana na huruma. Without compassion, Bila kuwa na compassion, you know, you cannot have the passion. hauwezi kuwa na passion. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to define the word passion and compassion Nitaenda kupatia definition juu ya neno passion na so that compassion. we understand. Ili tupate kuelewa, Without compassion, bila compassion you cannot have the passion. hauwezi kuwa na passion. Let us read a scripture Wacha tusome maandiko that talks about compassion. ambayo inaongelea juu ya compassion ama huruma juu ya watu wengine. Mark chapter 6, Marko 6 verse 30 to 34. Verse 30 to 34. mstari wa 13 wa 30 mpaka ku 34. Mark chapter 6, Marko 6 and we are going to start reading from verse 30, 30e verset and we are going to end at 36. mpaka ku 36e verset. Verse 30 says, 30e verset nasema, the apostles gathered around Jesus mitume wakakaa karibu ya Yesu and reported to him all they had done and taught. na wakamwambia vile walivyofanya na walivyofundisha. Then because so many people were coming Kwa sababu walipoona watu wengi wanapokuja and going that they did not even have time to eat, na wakaenda hawakukuwa na muda wa kukula, he said to them, akawaambia, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. akasema mje pamoja nami ili mpate mapumziko. So they went away by themselves Wakaenda pamoja naye in a boat katika mtumbu, to a solitary place. katika mahali fulani. But many who saw them leaving Lakini wengi walipowaona recognized them wakawajua, and ran on foot from all towns and got there ahead of them. wakakuja na chakula kutoka masite zote na wakawapelekea. When Jesus landed Wakati Yesu alipofika, and he saw a large crowd, akaona umati wa watu wengi, he had compassion akapata compassion yao, on them akawaonea huruma, because they were like sheep without a shepherd. kwa sababu walikuwa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. So he began teaching them many things. Sasa akaanza kuwafundisha vitu vingi. By this time, Lakini kwa muda huu it was late in the day. ilikuwa imeshakuwa muda umejua limepita kuzama, So his disciples came to him. na wanafunzi wakaja kwake. This is a remote place, Na hii ndio fasi ya pakubwa. they said, Wakasema and it is already very late. tayari muda umeenda, So the people send the people away tafadhali tuma watu waondoke so that they can go to the surrounding countryside ili waende katika vijiji vya karibu and villages na katika vijiji, and buy themselves something to na eat. ili wajiuzie wenyewe kitu cha kukula. Verse 37, 37e verset. but he answered, Lakini akawajibu you give them something to eat. akawaambia, niye muwapatieni chakula. They said to him, Wakamwambia, that would take more than half a year wages. kwa sababu hatutoweza kuwakulisha. Are we going to spend that much on bread and give it to them? Je, tutatumia pesa nyingi juu tuguzie mikate tuwauzie In your own wenyewe? time you can read. Unaweza kusoma kwa muda, sasa utapata You mwenyewe. know what we are looking at Chenye tuko tunaangalia is a situation
ni situation where Jesus and his disciples, ambako Yesu na wanafunzi they wake were so passionate about the work of God. walikuwa na passion juu ya They kazi were ya so Bwana. passionate about the lost. Walikuwa na passion juu ya wale wanaopotea. And the whole day they were just ministering to people. Siku nzima walikuwa wanahudumia So when watu. Jesus looked at his disciples, Wakati Yesu aliangalia wanafunzi, he saw that they were tired. akaona kwamba banachoka. And he told them to say, let us go to another side, Akasema hapana, tuende upande wa pili so that you can have time to rest. juu mupate muda wa kupumzika. And as they were going, Na sawa walikuwa wanaenda, according to the Bible, maandiko yanasema it says people saw them going. watu walibaona kisi wanaenda, And because these people were so hungry about the spiritual kwa things, sababu hao watu walikuwa na kiu na njaa they ya wanted maandiko, more of the things of God. balipenda kujifunza zaidi ya vitu vya They Mungu, ran ahead of them. bali wafuata walikokwenda. By the time Jesus and his disciples arrived, Wakati tu Yesu na wanafunzi wake they wanafika, found these people, they are already there. wakakuta tayari wale watu waishabatangulia. And the Bible says, Na maandiko inasema when Jesus saw them, wakati Yesu alibaona, he saw them like sheep without a shepherd. aliwaona sa vile makondoo zisizokuwa na mchungaji. Brothers and sisters, Kaka na dada yangu, we need to have the eyes of Jesus, lazima tuwe na macho ya Yesu, to see things the way Jesus sees kuona them. vitu sawasawa na jinsi Yesu anaona. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. We can only have passion Tunaweza tu kuwa na passion for the lost kwa wale waliopotea and for missions. na kwa sababu ya misionari. When we begin to see things Wakati tutaanza kuona vitu the way Jesus sees things. sawasawa na Yesu jinsi anaona vitu. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. amen. When he saw them, Wakati aliwaona, he saw them like sheep without a shepherd. aliwaona sa kondoo wasiokuwa na mchungaji. Jesus and his disciples were tired. Yesu na wanafunzi wake walikuwa wamechoka, But when he looked at them, lakini saa aliwaangalia, he was moved. alipewa tena nguvu, And you know, he told his disciples, akawaambia wanafunzi, let us begin to minister to these people. tuanze kuhudumia wa watu. So when you have the passion of the Lord, Wakati uko na passion ya when Bwana, the pain and the fire of the Lord wakati uko na moto na msukumo ndani is yako wa in your Mungu, heart, ambao uko ndani ya roho there yako, is nothing that will stop you. hakuna kitu kitakusimamisha. So Jesus started to minister, Yesu akaanza kuwahudumia. despite him and his disciples being tired. Yeye, ukiangalia yeye na wanafunzi wake walikuwa The wamechoka. Bible says he had compassion. Biblia inasema kwamba akawasikilia huruma. It is the compassion that, made Jesus to begin to minister. Ni ile compassion ilimfanya Yesu aanze kutena kuwahudumia. You know, when we talk about compassion, Wakati tunaongelea juu ya compassion, the word compassion, neno compassion it means, to suffer with. inamaanisha kutumika na. When my brother has got a problem, Wakati ndugu yangu yuko na tatizo, I don't just look at him like that. sipendi tu, sitamwangalia kwa mbali tu matatizo yake. I need to identify myself with his problem. Lazima matatizo yake ni yafanye kuwa ya In kwangu, other words, it's like his problem becomes my na problem. jiidentifie mwile matatizo. The problem with the church today Matatizo ya kanisa leo, is that we are forgetting as individuals where we have come from. tumeanza kujisaulika wapi kwenye Mungu alitutoshaka. We need to know that at one time you were a sinner, Kumbuka kwamba kuna kipindi ulikuwaka mtenda zambi, destined for hell. ambayo destiny yako ilikuwa ni kwenda But kuzimu. then somebody shared the Sasa gospel to you. kulikuwa mtu mwenye alikuhubiria Injili, And that's why now you have become a na Christian. ndio maana leo unaitwa Mkristo. Instead of having the same passion Kuliko kuwa na passion ile to ile reach out to other na wewe people, uende kuhubiria we mwingine, become selfish. tunakuwa watu We wachoyo, don't have compassion. hatuna compassion na watu. We need to feel like the lost people. Lazima tuisi uchungu wa wale We need to see wanaopotea. things the way Jesus saw Lazima things. tuangalie namna Yesu alikuwa anaona. So compassion Kwa hiyo compassion is to identify ni kujiidentifie
with the person's problem. Unajiidentifia sawa sana ule mtu uko na matatizo. The word compassion, Neno compassion can mean two things. inaweza maanisha vitu mbili. It can mean empathy. Inaweza maanisha Empathy where you just feel sorry. ambako inaweza maanisha unasikia tu huruma na kuonea huruma kwa mbali, Or where you sympathize. ama wakati wewe nawe unakuwa implike Where you identify na wewe with that person. unajidentifia mwile tatizo. So I have said you cannot have passion Nasema kwamba hauwezi kuwa na passion without compassion. bila kuwa na compassion. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus had passion, Kwa hiyo Yesu alikuwa na passion, but also he had compassion. lakini pia ndani yake kulikuwa mo compassion. Now, when you look at Jesus and his disciples, Ukiangalia Yesu na wanafunzi, they were two different people. walikuwa watu wawili tofauti. The disciples had compassion. The disciples had passion, Wanafunzi walikuwa na passion, but they didn't have the compassion. lakini hawakukuwa na compassion. It is possible for you as a believer. Na inawezekana kwa wewe kama It vile is Mkristo. possible for you as a church Inawezekana kwa wewe kama to have kanisa. the zeal, Unaweza kuwa na to zeal, have the passion, unaweza kuwa na to have passion, the ambition, unaweza kuwa na but you ambition, don't have the compassion. lakini hauna huruma na compassion kwa watu. Hallelujah. Hallelujah. The disciples had the passion. Wanafunzi walikuwa wamejawa na They had no compassion, compassion. lakini hawakukuwa na compassion. How do we know that they didn't have the Namna gani compassion? tunajua kwamba hawakukuwa na compassion? You know, they were zealous Unaona walikuwa zele about advancing God's kingdom, ili kupanua ufalme wa Mungu, but they didn't know what it means to advance the kingdom of God. lakini hawakujua inamaanisha nini kupana kwanza priority ya They did ufalme wa not Mungu. know that to advance the kingdom of God, Hawakujua kupanua ufalme wa Mungu it is costly, ina gharama kubwa, it is expensive. ni gharama kubwa. El Shaddai Church, El Shaddai I kanisa, want to tell you nataka that nikuambie this work of missions that you are talking about, kwamba hii kazi ya umisionari it tu is tunaongea not cheap. haiko ya It mwese, is expensive. iko ya bei It sana, is going to cost you itaenda your kukugharimu money, franga zako, your life, maisha yako, your children, watoto your wako, education. masomo yako. Missions is not cheap. Umisionari haiko mwese. Hallelujah. 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 The disciples of Jesus never understood that. Wanafunzi wa Yesu hawakuelewa hii. That's why when they looked at the people, Ndio maana sawa walikuwa wakiangalia watu, they ministered the word, walikuwa wanawahudumia neno, but then they realized that they were missing something. lakini walikia kujua kwamba kuna kitu hawafanyi. The Bible says they were hungry physically. Biblia inasema walisikia njaa kimwili. And when they came to Jesus, Na sasa walikuja kwa Yesu. you know, the disciples were concerned more about food. Unajua wanafunzi wa Yesu walikuwa wanapenda chakula sana. You remember the Samaritan woman? Kumbuka yule mwanamama The Msamaria. disciples went in the city. Wale wanafunzi walienda msite. All they came back with was Yeye just walirudia tu bread. nao ilikuwa ni mkate. But when the Samaritan woman Lakini ule mama Msamaria went into the same city, wakati he alisikiliza brought people. alileta watu So even at this point, mpaka kufikia hatua we see the disciples concerned about food. tunaona tu wanafunzi kwao ni damaze chakula They tu. went to Jesus Wakamfuata Yesu and said, Jesus, wakamwambia Yesu, send these people away, watume hao watu waende kwa vijiji vya karibu, because now it is becoming dark. kwa sababu magharibi imeanza kusogea. Let them go and find food for Acha themselves. waende wajitafutie chakula. And when Jesus looked at them, Na wakati Yesu he aliwaangalia said, can you provide food to these akasema, people? mwasi mpapatie chakula. You know, these disciples, they were concerned about money. Hao wanafunzi wenyewe franga ndio ilikuwa tu And priority. they said, Master, Wakasema, mwalimu, where are we going to find money to feed these people? hizi franga za kukulisha watu wote zitatoka wapi? This is a lot of people. Hawa ni watu wa mingi. Send them away. Acha waende, franga tu zidepanse juu ya hapa. And when Jesus looked at them, Na wakati Yesu aliwaona, you know, he had compassion for these people. unajua kwanza alikuwa na compassion juu ya He went manafsi. further by asking them Halikuwa na favela kabauliza. to say, what do you have? Akasema, mko na nini? And then they realized that they had fish,
and they Wakagundua had kwamba bread. wako na samaki na wako na mkate. So the difference between the passion and compassion. Tofauti kati ya passion na compassion. You know, passion Passion is just, to have a concern ni kuwa na kitu kimoja chenye uko na without maybe doing anything about that. uko unayua kitu lakini haufanyi But chochote. compassion is whereby, you are concerned and it moves you to action. Compassion ni wakati unajisikia uko concerne na inakutuma mpaka unafanya action. The problem with the church today, Tatizo la kanisa we leo have got the passion, to reach out to the lost. ndiyo tumisa kuwa na passion ya kutafuta nafsi zilizopotea. But when they come in the church, Lakini sasa nakuya we mkanisa don't want to help them physically. hatupendi kubasaidia physiquement All we look kimwili. at is, this will cost us a lot of money. Sasa unaangalia unasema hapana, franga itakuwa mingi, hatuwezi wasaidie. Having the passion for the lost is costly. Kuwa na passion juu ya watu waliopotea ina As you gharama. start to go out to reach out there, Je, umeshajaribu kwenda nje kukutana na watu? you find that some of the people that you reach out to will be prostitutes Utakutana na watu ambao utaenda kuwahubiria petetere ni who wambaraga. have been making money by prostitution. Wenyewe walikuwa wanapata franga, sasa wanafanya ule washerati. Now when you tell them about Jesus, Lakini sasa unawahubiria juu ya they Yesu. are ready to stop, Wako tayari prostitution. kuacha mbaraga. But the question that they ask Swali lenye watakuuliza, is that now you are stopping me anasema prostitution. sasa nikiacha kufanya bumbaraga How am I going to survive? nitaishi namuna gani? This is where we need to be holistic Ndiyo maana lazima tukue in holistic the way we approach ministry. kwa hali ambayo tuko tunahubiria The huduma. problem with the church today Tatizo na kanisa leo is we want only to receive tunapendaka tu kupokea and we don't want to give. na hatupendi kupana. No, pastor, we don't want to do this Pasa sipendi kufanya because hivi it is going to cost kwa us. sababu tukifanya hivi itatugharimu pesa. Ministry is costly. Huduma ni gharama. So when we talk about the passion for the lost, Tukiongelea juu ya passion ya wale I wanaopotea, want you to understand ninapenda uelewe that it will be costly. kwamba itakuwa ya gharama. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. The word passion, Neno passion it means, to suffer. inamaanisha kuteseka. So when you have got the passion, Sasa wakati uko na passion it is talking about a strong feeling within you, inamaanisha hisia ya nguvu yenye iko ndani yako. or something that you are ready to die for. Inamaanisha kitu chenye uko tayari hata When you say, kukufia. I'm passionate about this, Na ukijua kama passion ndio inahusu hivi it vitu, means you are ready to die for that. inamaanisha uko tayari hata kufa. One thing that we have come to realize. Kitu kimoja tunakuja kugundua. May I ask the media guys to cut this thing down now? Tafadhali media usienregistre. I don't want it to be on the air. It's about suffering. Ukristo ni juu ya mateso. So we need to be ready. Lazima tuwe tayari. That's why when I talk about the passion for the lost, Ndio maana nikiongea juu ya passion ya wale watu walipotea, I'm talking about that we are going to suffer to see people coming into the kingdom. na kuambia tutateseka juu tuone watu wanakuja katika ufalme wa Mungu. In the Bible, we have examples of people that had the passion. Acha nikwambia, katika Biblia kuna mifano ya watu ambao walikuwa na passion. One example that I can give you Mfano mmoja naweza kukupatia is the example of David. ni mfano wa Daudi. David had the passion for God Daudi alikuwa na passion juu ya Mungu when he was very young. wakati alikuwa kijana mdogo. We all know when we read in 1 Samuel chapter 17, Tukisoma katika Zaburi 74 verse 1, mstari wa kwanza, 17 mstari wa kwanza up to 20 and mpaka beyond. 12. David was sent by his father Daudi alitumwa na baba yake to go and visit his brothers. aende aangalie ndugu zake, kaka And when zake. he arrived there, Na alipofika he saw this giant Goliath. aliona huyu Jean Goliati. And Goliath was insulting Unaona, Goliati alikuwa anatukana and boasting
na alikuwa anasema maneno machafu. When David looked at Goliath, Wakati Daudi alimuona Goliati, because of the passion that he had for the Lord, kwa sababu ya passion alikuwa na juu ya Mungu, he asked his brothers akawauliza ndugu zake to say what will happen to this person, to the person who killed this one. akasema nini itatendeka kama mtu achiua ule géant. You know, they explained it to him. Unajua wakamwambia, You know, they told him stories to say, this one is an experienced fighter. wakasema hii ni mapigano ya ajabu yenye But hatuyaonaka. because David had the passion Lakini kwa for sababu God of Israel, Daudi alikuwa na passion juu ya Mungu wa Israeli, you can hear from his words. unaweza sikia katika maneno yake. He said, who is this uncircumcised Philistine Anasema ni nani huyu asiyetahiriwa who is Mfilisti defiling the armies of the Most High God? ambaye anachafua jina la jeshi la Mungu aishie. And you know, it was reported to the king. Unajua wakaenda wakamwambia mfalme. You know, and the king, told him to say, young man, this person has been doing this for a long time. Mfalme akamwambia kijana, huyu bwana hivi vitu anavifanya kwa muda mrefu sana. So he said, even if this person has been doing this, Amini kwamba huyu bwana hivi vitu anavifanya kwa muda, I iko am ready experience. to face him. Akasema ndio, niko tayari kupigana And naye. when the king saw the determination, Wakati mfalme aliona determination ya he Daudi, gave him, the uniform. akaanza kumpatia uniforme ya And you kijeshi. know, David tried to put on the uniforms. Davidi alijaribu kuyavala. But you know, he couldn't make it, and he said, I'm not used for this. Unajua asingeweza kutembea nao, akasema hapana, mnitoshe havyo. And he said, I was in the bush. Akasema nilikuwa porini, The lion came. simba alikuja, The bear came. ndubu alikuja, I killed them. na niliwaua. The same God who helped me Yule Mungu mwenye is the alinisaidia, same God that is going to help na me. ni yule Mungu atanisaidia Who is tena. this uncircumcised Ni nani Philistine huyu asiyetahiriwa who is Mfilisti defiling the armies of the ambaye Lord? anachafua jina la jeshi la Today, Mungu? people will know that there is a God in Israel. Leo watu watajua kwamba Mungu yupo David Israeli. was not just saying these things for the sake of saying them. Daudi hakukuwa anasema tu vitu juu ya He had this situation. passion, Alikuwa na passion. ready to die for this faith. Alikuwa tayari kufa juu ya imani We yake. need the David of this generation. Na kuwapata wa Daudi juu ya hii When generation. Goliath is David, Wakati Goliati alimuona Daudi, he looked at David as a boy, akamwangalia sasa vile kijana mdogo. not knowing that he's not just a boy. Hakujua kwamba sio tu kijana mdogo, Behind him and around him, nyuma he had yake the Most High na God. pembeni yake kulikuwa Mungu mkubwa. So, we all know the story about David. Niye wote mnajua ile historia ya Daudi. David was passionate about the things of God. Alikuwa na passion juu ya vitu vya Mungu. Brothers and sisters, Dada na kaka, we have allowed the world to dictate things tumeruhusu dunia itudikte vitu that are not right. ambavyo sio vya haki. But I'm here to challenge you. Lakini niko hapa juu ya kupatia I challenge. don't know your Goliath. Sijui Goliati wako anafanana I aje. don't know what is before you. Sijui nini ambayo iko nakufuata. But if you have got the passion for the lost souls, Lakini kama uko na passion juu ya zile nafsi God zilizopotea, is able. Mungu ana uwezo. God is able. Mungu anaye uwezo. God is able. Mungu ana uwezo To do exceedingly and abundantly kufanya zaidi na juu ya kila kitu concerning your life. sawa sawa na maisha yako. Now, how can you get this passion? Sasa hii passion unaweza kuipata namna gani? Brothers and sisters, if we do not know how we can get this passion, Dada na kaka, kama hatujui wapi tunaweza kupata hii passion, I can talk about this passion, naweza kuongelea juu ya hii passion, but nothing will happen. lakini hakuna kitu kitatokea. Maybe you are sitting there and saying, Pastor, Labda umekaa chini unasema, I mchungaji, have heard what you have said about this passion. nimesikia ulivyosema juu ya passion. Especially when I look at the life of Jesus. Wakati nikiangalia maisha ya Yesu Kristo, When I look at the life of David. nikiangalia maisha ya Daudi, When I look at the life of Paul. nikiangalia maisha ya Paulo, Now, how can I get this passion? ni namna gani naweza kupata hii passion? Number one, Ya kwanza,
It all begins with repentance. inaanza na kutubu. You need to be sure that your repentance is genuine. Lazima ukue siri kwamba kutubu yako ni ya kweli. The problem that we are facing in the church is that we have people that have not repented. Tatizo la kanisa ni kwamba tuko na watu wenyewe hawajatubu hata siku moja. When we talk about repentance, Tukisema kutubu, it talks about making a U-turn. linamaanisha kufanya uamuzi na If kugeuka. you are going in this direction, Kama uko unaenda mwi when direction, you say you have repented, ukisema kwamba umetubu, you need to start going into another lazima uanze direction. kuangalia direction ingine. If people knew you as a person who was doing bad things, Kama watu walikuwa wanakujua kwamba ni mtu alikuwa anafanya vitu they vibaya, should see you as a person who has stopped those things. lazima wakujue kwamba mtu huyu ameacha hivi vitu. The other thing that you need to do, Kitu kingine cha unapaswa kufanya, when we talk of repentance, tukiongelea kutubu, you know, you need to repent unahitaji kutubu in your thinking. katika fikra zako. Your thinking needs to change. Fikra zako lazima zibadilike, But also even with your speech or the things that you lakini talk, pia katika maneno yako na masemi zako, but also with your action. pia katika matendo yako. When you look at people that repented in the Bible, Ukiangalia watu wenye walitubu ndani ya Biblia, it was to do with the thinking ilikuwa inaanza katika fikra, and akili, also the way they talk na katika njia ya kusema, and the way they do things. na katika njia ya matendo. If we are to make impact in our communities, Kama tunataka tuimpacte komunote they zetu, need to see change in all these areas. lazima tuone mabadiliko katika hizi etape But tatu. then you need the number two thing. Na unahitaji kitu cha pili, You need to believe. lazima uwe mtu mwenye unaamini. There is what we call historical belief, Kuna ile ambayo tunaita wale wanaoamini tu where mahistoria, you believe what happened in the Bible, ambako unaamini yale ambayo yametokea katika Biblia, that God created the world, kwamba Mungu ndo aliumba dunia, and then man sinned. na baadaye mwanadamu akatenda God dhambi. sent Jesus Christ, Mungu akamtuma Yesu Kristo died on the cross, kufa msalabani, and God raised him from the na dead, Mungu akamfufua kutoka wafu, and now is Lord and Savior of na the sasa world. ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. That is one belief. Hiyo ni imani moja. The second belief, Cha pili, imani ya pili, you need to have the living faith, lazima uwe na imani yenye inaishi. meaning the faith that you trust God for every day. Imani ambayo unamwamini Mungu katika kila siku. Don't just have a historical faith, Acha kuwa na imani ya but historia, have a living faith lakini uwe na imani where inayoishi, you begin to trust God for impossibilities. ambako unaanza kumwaminia Mungu juu ya The impossibility. third thing, Ya tatu, you need to be baptized. lazima ubatizwe. You know, as Pentecostals and charismatics, Kama sisi wa karismatiki na we Wapentekoste have underestimated what baptism can do. tumepunguza valere ya ubatizo, nini inaweza kufanya. When we talk about the full gospel, Tukiangalia maandiko ya zile injili ine, we are talking about the people that are born again. tunaongea juu ya wale watu ambao Should wamesaliwa mara not pili. just believe, Hawapaswi tu they kuamini, should be baptized. lakini lazima And wabatizwe. when we talk about baptism, Na tukiongelea we are mabatizo, not talking about sprinkling of water. hatuongei tu juu ya maji mmabasin, We are talking about being buried, tunaongea juu ya kuchopekwa ama kuongizwa being lifted with na Jesus. kufa na Yesu na kuamka na Yesu. And that has to happen after, it has to happen before being baptized. You need to repent before being Na hiyo baptized. lazima utubu kabla ya kubatizwa, Because if you are baptized before repentance, kwa sababu ukibatizwa kabla ya kutubu, that baptism has got no meaning. kwa sababu ule ubatizo hauna maana. Baptism has got only meaning when you repent and then you are baptized. Ubatizo una maana wakati unapolomba msamaha, unatubu, ndipo unabatizwa. So if you are a child of God, you are here, Na kama uko hapa mtoto you wa have Mungu, repented, umeshatubu and you have believed, na but unaamini you have not been immersed in the water. kwamba uliingizwa ndani ya maji, You have not, fulfilled the scriptures and the righteousness. kama haukuchopekwa katika maji au kutimiza maandiko na haki. Because if you look at Jesus, Ukiangalia Yesu, he was God. halikuwa Mungu, And when he went to John, na akaenda kwa Yohana John Mbatizaji. wanted to hinder him.
Yohana kataka kumkataza that you should not be baptized. kwamba usibatizwe. But Jesus said, let the scriptures be fulfilled. Lakini Yesu akamwambia wacha maandiko yatimizwe. So don't underrate what baptism can do. Acha kudharau nini batizo inaweza kufanya. If there is anything that people from other religions, are afraid of, kama kuna kitu ambacho watu wa dini nyingine wanaogopaka sana, is baptism. ni kubatizwa. You can believe in all these things. Unaweza kuaminia hivi vitu But when vyote. it comes to baptism, they refuse. Wanaweza kuaminia vyote, wanawaambia Why? kikubatizwa Because wanakataa. it is a covenant. Kwa sababu ni alliance. It is breaking what you believed in and now, entering into another Ni thing. kuvunja venye ulikuwa unaamini na unaanza kuamini vingine. So don't just end on baptism. Usiishie tu katika kubatizwa. Desire to be filled with the Holy Spirit. Desire kujawa na Roho Mtakatifu. It is the Holy Spirit that will give you the passion. Kwa sababu ni Roho Mtakatifu ndiye atakupatia We passion. have believers who are not filled in the Holy Spirit. Tuko na wale wanaoamini lakini hawajawi na Roho Mtakatifu. Without having the Holy Spirit within you. Bila kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Without being baptized in the Holy Spirit. Bila kubatizwa na Roho Mtakatifu. You cannot have the passion. Hauwezi kuwa na passion. I'm talking about the passion and the compassion for Niko the lost naongelea souls. juu ya passion na compassion kwa wale waliopotea. If we are to do missions, Kama tunataka kuwa mamisionari, church, we need to have the passion. kanisa tunahitaji kuwa na passion. But also we need to have the compassion. Pia tunahitaji kuwa na compassion. It is the compassion that will motivate us to do what we do. Ni compassion itatumotive tufanye venye tunafanya. My prayer for you this evening Maombi yangu jioni ya leo, is that may God break your heart Mungu avunje roho yako with the things that breaks his heart. na vitu venye viko vinavunja roho yake. I will repeat this. Ninairudilia May vizuri. God break your heart Mungu avunje roho yako with the things that breaks God's heart. juu ya vile vitu venye vinavunja roho ya Mungu. God begin to give you eyes to see things the way he sees them. Mungu aanze kukupa macho uone vitu sawa sawa na anavyoona. May God bless you. Bwana awabariki.